Kwa hiyo namkaribisha afisa elimu wa kata aweze kutueleza kwamba ni kwa nini tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo karibu. Tumejenga shule na fahamu kwamba sisi tumejenga shule kwa nguvu zetu wenyewe na serikali imekuwa ikitusaidia tu sehemu fulani. 90% ya shule hii imejengwa na nguvu za Wanalemongo. Tujipigie makofi. Na mimi lazima niwapongeze kwa hilo, kwa sababu yale mawazo ambayo mlikuwa nayo kwamba lazima tufanye kitu hiki mahali hapa, na ndio mawazo yameendelea kutembea siku zote, na hata leo hii tunao ugeni huko hapa. Ni ugeni muhimu sana kwetu kwa sababu ni sehemu ya jamii yetu ya Wanalemongo. Wamekuja na sisi kutuunga mkono pale ambapo tumeweza kufika. Sisi tulianzisha ujenzi wa shule, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo tumekuwa tukivikosa, basi kupitia wadau hawa wamekuwa kutusaidia. Kwa mfano, kuna mdau mwingine ambaye ndugu yetu Bwana Fred. Nafikiri wote mnaona mtujenge darasa hapa. Tulishakabidhiwa darasa. Sasa hivi tumepata wadau wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hatuna shughuli kubwa sana, ni shughuli ndogo ambayo tumesema tushirikishe nyinyi kama viongozi wa kata na sisi Wanalemongo tushirikiane pamoja kwa ajili ya kuwapokea wageni wetu hawa ambao wametutembelea kwa ajili ya kuja kutuunga mkono pale ambapo sisi tulianzisha ujenzi wa shule. Tulikuwa tuna vifaa ambavyo tunavikosa Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kupitia mwenyekiti na mwalimu mkuu, mimi na kamati ya shule, basi tukasema tuone namna ya kupata vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuboresha elimu kwa watoto wetu. Tuliwaandikia vifaa vingi, lakini leo watatuambia kwamba wametujibu kwa lipi. Sisi tuna changamoto kubwa hapa, namna ya kuzalisha mitihani kwa watoto. Tunafahamu shule yoyote bila mitihani sio shule, na ili mtoto aweze kupata elimu bora inapimwa kwa mitihani. Kwa hiyo tumekuwa tukihangaika kwenda kuombaomba huku na kule kwa ajili ya kuchapisha mitihani, lakini wadau hawa waliposikia kilio chetu wakasema basi na sisi kwa sababu ni sehemu ya jamii yenu, basi tutawaunga mkono pale ambapo tutaweza. Kwa leo wamekuja kwa ajili ya kutukabidhi vile vitu ambavyo walituahidi kutupa. Tulikuwa tumeomba kompyuta, laptop kwa ajili ya matumizi ya ofisi na mashine hii, lakini hatujua kuja na kitu gani, maana vipo kwenye box hatujaviona. Ila nafikiri kwa ridhaa yako baadaye utawakaribisha watuonyeshe. Basi na sisi Wanalemongo kwa umoja wetu tupokee na tuwabariki hao watu ili wasifungikiwe. Maana kutoa ni moyo, sio utajiri. Sisi wote hapa tuna mali, lakini ukiona kuna mtu Mtanzania mwenzetu mzalendo, mali alizonazo ameamua kutoa sehemu ya mali yake akatuletea, na sisi tuna kila sababu ya kumshukuru na kumbariki, kumwombea kwa Mungu aendelee kumbariki zaidi, ili siku nyingine akipata tena atukumbuke, maana sisi bado ni wahitaji. Hatujaweza kukimbia, bado tunatembea. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule yetu bado ni changa, ina mambo mengi, ina mapungufu mengi, lakini basi wakipatikana wadau kama hao, wazalendo kama hawa, wakatuletea chochote na sisi cha kuweza kutuinua, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kuwashukuru hao wenzetu. Baada ya kusema Mwenyekiti, niseme tu kwa ridhaa yako sasa nitakuomba uwainue wale watu, alafu na wao wataongea kidogo. Baada hapa tukabidhi, alafu tutakuwa na neno la shukrani labda kutoka kwa mzee mmoja, na kama mwalimu kama mwandamu wanafunzi au yeye mwenyewe ataongea, basi itakuwa hivi. Lakini kwa sasa naomba niishie hapo, ndio Mwenyekiti uweze kutumbea wageni wetu au wazalendo, basi waweze kutukabidhi vile tutakavyoona. Asante. Katibu wa elimu, namshukuru mwenyekiti wa chama, namshukuru dadangu Ida, mwalimu mkuu, mheshimiwa wetu Thomas, ni rafiki yetu mkubwa sana, mzee wangu, wazee wote mliokuwa mahali hapa, mama zangu. Mimi kwa majina naitwa Joseph Daniel, mdau wa maendeleo, na nimekuja hapa kumwakilisha Elias Steven Komai. Tulipata barua yenu katika ofisi yetu pale Ngaramtoni kwamba mna shida ya printer machine, na mara mwisho tulikuwa hapa tukatamka, kwa sababu tulikuwa tujajua, yani tunajua tunahitaji printer machine ya shule.
Kwa hiyo nikamshirikisha mheshimiwa, alikuwa angeweza kufika mahali hapa kutokana na majukumu mengi aliyokuwa naye, ameshindwa kufika mahali hapa. Lakini alinituma mara ya kwanza wakati mko kwenye harambee ya kukabidhi shule. Na mimi nikatamka kwamba nitaleta print machine. Na mheshimiwa hataki longolongo kusema unafanya alafu usitekeleze. Hulka yake, sistimu yake ni kwamba anasema nitafanya na inaonekana. Piga makofi kwa ajili ya hiyo. Sasa tumezoea wanasiasa wengi tunazungumza uongo. Na wadanganya wazee kama yule amekaa pale na mzungumza uongo, alafu mtu afanye. Sasa mheshimiwa Elias Lukumai hiyo system ana. Kwa hiyo amewashukuru sana, anawapenda. Iko siku atakuja mahali hapa. Kwa hiyo ametutuma tulete printer na tu printer ndio hii. Nawashukuru sana viongozi. Mungu wa mbinguni awabariki. Sema hao ni wanasema kweli, lakini nilivyosema CCM oye mkaitikia, nilifurahi sana. Mama Samia oye. Mama Samia. Mama Samia. Jamani, mbona watu wengine waitiki? Mama Samia. Nashukuru sana. Kwa majina mimi ninaitwa Thomas, Mheshimiwa diwani wa kata ya Lengijave. Nilichelewa kidogo. Nilipaswa kuwepo ndani ya kundi ambayo wamewahi kuja hapa kwa ajili ya kuweza kukabidhi chochote ambacho kimetolewa na rafiki yetu tumpenda maendeleo Bwana Elias Steven Lukumai. Lakini namshukuru Mungu niliwawahi na tumeweza kujumuika kwa pamoja. Shukuru sana mwenyekiti wetu wa chama wa kata, katibu mwenezi, mwenyekiti wa tawi na wengine wote viongozi mlioko hapa, na kwa ujumla na staff ya walimu, kwa sababu yawezekana wapo. Naomba msimame walimu kama mpo. Wapo staff ya walimu, natambua kuwepo kwenu, nashukuru sana mkae. Lakini nitambue uwepo wenu wananchi wote wa Lemongo, kicha Lemongo. Ni jinsi gani mnavyopenda serikali yenu na ni jinsi gani mnavyopenda chama chenu, Chama cha Mapinduzi. Lakini pia na sisi wote ambaye tumekuja kuwaunga mkono kwa masuala ya maendeleo. Maendeleo oye. Sababu ikiona mtu aliweza kujigusa akatoa chombo kama kile, si kana kwamba ni tajiri, ni moyo anayo. Si kweli jamani? Kwa sababu hata kama ni tajiri si angejenga hata na ukuta kwake. Lakini ni ana moyo akaamua kuwasaidia. Hivyo mimi sina la zaidi ya kusema ya kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wetu wa serikali kuu, lakini zaidi tumchague mama kwa kishindo sana. Asiwepo mtu ambaye kwa kweli atasema ni hivi na vile. Naomba tuwe kitu kimoja. Mama amefanya kazi kubwa sana. Ukipita kila eneo utakuta jengo la mama, na sisi tunamuunga mama mkono. Sisi moye. Mimi nikushukuru mwenyekiti wetu wa chama, niwashukuru viongozi wote ambaye mliweza kuhudhuria katika hafla hii ambaye haikuwa na maandalizi, lakini baada ya kusikia tu ama kuitwa mkajitokeza wote kwa wingi. Asante sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini bila kuwasahau, naona baba zangu hapa wakubwa, wazee wa kijiji hiki. Nilikuwa sijaona vizuri kwa sababu alikuwa ameangalia chini. Baba, naomba msiangalie chini ili muweze kuonekana vizuri. Wazazi wangu na ndugu zangu wengine, sisi moye. Asante sana mwenyekiti wetu. Asante. Kata na tawi kwa kuja kwa ajili ya kupokea hii mashine. Kwa kweli tulikuwa tunapitia changamoto kubwa sana kwa ajili ya kuhangaika. Unakuta mitihani inatakiwa ufanyike leo, umepewa unaanza kuzunguka Uloni Sambu, uende leo Nyori, uende Mayan, mara unaenda stationary Ngaramtoni. Unapata changamoto, lakini kwa sasa hivi na itakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo wazazi, kazi moja itakayokuwa imebaki ni kununua rim peke yake. Kwa tunanunua rim kwa ajili ya kuchangia namna ya kufanya mtihani ya mara kwa mara ili watoto wakae vizuri. Lakini pia tuwashukuru wadau wetu kwa maendeleo ambao wametuwezesha leo. Tunaye ndugu yetu mpenda maendeleo Elias Lukumai ambaye ametuma watu wake hapa leo kwa ajili ya kuletea hiki chombo. Niliandika barua mwaka jana mwezi wa 10.
nikiwa ninaomba laptop kwa ajili ya kuchapa, lakini pia niliomba mashine ya photocopy. Lakini tunamshukuru Mungu tumepata leo hii mashine. Kwa hivyo niwashukuru ndugu zetu ambao kwa kweli nilikuwa nawasumbua sana, nawapigia simu mara kwa mara. Ni kweli. Kwa hivyo kwa kweli, na unaambia ukiwa unahitaji jambo unatakiwa uwe na nia. Kwa hiyo nilikuwa sichoki. Naomba mnisamehe kama niliwakwaza, maana nilikuwa napiga simu sana. Hata juzi nilipiga simu nikaambiwa tutaleta. Kwa hivyo niwashukuru sana kwamba mmetimiza ahadi na mmekubali pia maombi yetu. Asanteni sana. Nipata watoto baada waje washike mashine. Pateni hapa watoto.